Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso atafuatiwa na Mheshimiwa Ingondo Ramadhan. Mheshimiwa Saif Gulamali ajiandae. Na kushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia bajeti ya Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Spika, sera ambayo ipo chini ya wizara hii ambayo waziri anaisimamia ni kuziunganisha barabara zetu kati ya mkoa na mkoa kwa kiwango cha lami. Na sera hii waziri anapaswa kuisimamia, lakini sisi wananchi tunapaswa tuione kwa vitendo. Imekuwa ni bahati mbaya sana sisi wananchi wa wilaya ya Karatu hatujaiona hii, na si tu kuiona, pamoja na kwamba sera inaelekeza, lakini imekuwa ni ahadi ya viongozi. Tuna barabara kuu mbili muhimu ambaye ni barabara ya njia panda Mangola Matala mpaka Lalago ambaye inaunganisha mkoa wa Arusha na mkoa wa Simiyu, na tuna barabara nyingine ya kutoka Karatu Kilimapunda kwenda Mbulu, ni barabara ambayo inaunganisha mkoa wa Arusha na mkoa wa Manyara. Ni barabara za muda mrefu. Tumesema hapa bungeni, wabunge waliopita wameongea, wametaka utekelezaji wa barabara hizi takriban miaka 10. Na kama haitoshi, mwaka 2005 Mheshimiwa Kikwete wakati anakuja kuomba kura alitoa ahadi. Mpaka leo mmewadanganya, mmewaadaa wananchi wa Karatu. Barabara hii haijawahi kufikiriwa kutengenezwa kwa kiwango cha lami. Lakini kama haitoshi, hii barabara ya kutoka Karatu kwenda Mbulu mwaka 2023 mkamleta mkandarasi, mkaja, mkasaini, mkasema barabara inaanza kwa kiwango cha lami. Mpaka ninapoongea sasa, Mheshimiwa Spika, kwa kweli hakuna chochote kilichofanyika. Sasa Mheshimiwa Waziri, mtuambie kwa nini kwanza mmetupiga saundi muda mrefu kiasi hiki? Kwa nini mmetudanganya? Kwa nini mmeshindwa kusimamia sera yenu wenyewe mliojiwekea? Lakini kwa nini mmeshindwa kutekeleza ahadi za viongozi ambazo waliotoa kwa wananchi? Kwa nini mmewadaa wananchi? Ni vizuri tukapata haya majibu. Na kama hamwezi, mtuambie kabisa kwamba hatuwezi na hatutajenga, ili tujue kwamba sisi tupambane na hali yetu kwenye hizi barabara mbili ambazo tumezipigia kelele muda mrefu. Lingine Mheshimiwa Spika, tuna barabara ya kuelekea kwenye hospitali ya wilaya. Hospitali ya wilaya imejengwa vizuri, ina kila kitu, lakini barabara ya kwenda pale takriban kilomita 3 mpaka 4 ni mbovu, na kipindi hiki cha masika hata ambulance ambayo inampeleka mgonjwa pale haiwezi kupita kama mvua zikiwa nyingi. Kuna daraja, kuna mvua. Barabara hii pia tunaomba tupatiwe hizo kilomita kwa kiwango cha lami, ili kile ambacho tumekijenga kule hospitali kutoa huduma kwa wananchi, kwa kweli wananchi waweze kupata, kwa sababu uhakika wa barabara kupitika unapitika. Jambo lingine, tuna barabara muhimu sana ambazo kwa sasa zinahudumiwa na TARURA, lakini wananchi wanaomba kwamba uwezo wa TARURA kuhudumia zile barabara hauwezekani. Tunaomba barabara hizi zitoke TARURA ziende kuhudumiwa na TANROADS, na barabara hii ni barabara inaanzia Rotia kwenda Mbulumbulu, na nyingine inaanzia Manyara Kibaoni kwenda kata inaitwa Mbulumbulu, na hii barabara ikifika Mbulumbulu inaenda kuunganisha wilaya Karatu na wilaya ya Munduli. Kwa sasa ikifunguliwa, wananchi pia wanaweza kutumia barabara kuelekea wilaya ya Munduli. Kwa hiyo ni muhimu sana hii barabara pia ikapandishwa hadhi kwenda kuhudumiwa na TANROADS, ili basi wananchi waweze kupita barabara hiyo kwa kipindi chote. Na kipindi hichi cha masika ni kibaya mno. Jana walikuwa na msiba, watu wametoka na msiba na maiti Dar es Salaam, wameshindwa kupita kwenda kuzika. Yaani ameshindwa kabisa. Kuna shida kubwa sana kwenye hii barabara. Mheshimiwa Waziri, tunaomba ombi hili. Lakini kama haitoshi, tuna barabara nyingine pia ambayo ni muhimu sana. Inapita kata ya Endabash, Endamararek, Endala, Chemchem mpaka Manyara Kibaoni, ambayo inaenda kuunga barabara hii kubwa ya kutoka Karatu kwenda Arusha. Tunaomba pia barabara hii itoke chini ya usimamizi wa TARURA iende kuhudumiwa na TANROADS, ili iweze kuhudumiwa kwa viwango vinavyotakiwa na wananchi waweze kupata huduma. Lakini Mheshimiwa Spika, la mwisho, wananchi waliopisha upanuzi wa uwanja wa ndege wa Manyara mliwalipa fidia, lakini mliwaahidi mtawalipa riba ya fidia ambayo walipaswa. Mpaka leo wananchi wale hawajalipa. Ni miaka karibia 300. Mmeahidi, mmesema mmepokea maombi yako wizarani, mmesema sijui ameenda Wizara ya Fedha. Mpaka leo wananchi wanatamani kujua ni lini fidia hiyo italipwa kwa wananchi hao ambao wamepisha upanuzi wa uwanja wa Manyara Kibaoni. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa nafasi hii. Asante. Asante sana.